mgeni rasmi, nachukua nafasi hii kukukabidhi basi aina ya Coaster kwa ajili ya matumizi ya jimbo la Wete, lakini pia Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, gari hii imekuja wakati mwafaka. Gari hii itafanya kazi kubwa ya kutafuta kura za Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia itafanya kazi kubwa ya kutafuta kura za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi popote ilipo. Mwakilishi wa jimbo la Wete, Mheshimiwa Harusi, ambaye pia ni waziri wa makamu wa kwanza wa rais, hii leo amepata nafasi ya kuwasilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha miaka mitano kwa yale yote ambayo ameahidi, sambamba na mambo mengine. Wakati wa wasilishaji katika tukio ambalo limefanyika katika maeneo ya Wete, sambamba na mambo mengine, Mheshimiwa Harusi ameweza kukabidhi gari aina ya Coaster kwa Chama cha Mapinduzi jimbo la Wete, sambamba na kukabidhi vifaa mbalimbali vya ujenzi kwa ajili ya uendelezaji wa ujenzi wa matawi ya Chama cha Mapinduzi unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya jimbo hili. Tupata nafasi ya kuangazia kile ambacho kimetokea wakati wa kukabidhi hiyo gari, sambamba na yale ambayo alipata nafasi ya kuzungumza kwa yale ambayo ameyafanya katika kipindi cha miaka mitano kama ambavyo alivyoahidi wananchi wa jimbo hili, ambapo ameeleza kwa mapana, na katika hili kwa kweli anastahili hongera kutokana na kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya katika kipindi cha miaka mitano cha kuwatumikia wananchi wa jimbo la Wete. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kukutana katika hadhara hii ya leo huku tukiwa na furaha. Lakini nichukue nafasi hii adhimu kukushukuru na kukupongeza Mheshimiwa Mwenezi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika shughuli yetu hii, na inshallah Mwenyezi Mungu atakusalimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi hichi cha utekelezaji wa ilani wa 2025 tumefanikiwa katika jimbo letu kwa mashirikiano, maana sina hata jambo moja ambalo nimelifanya hapa peke yangu. Mambo yote niliyoyaweza nimeyafanya na mashirikiano na wenzangu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi, hususan wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini na yale ambayo hayakuwezekana, basi hayakuwezekana kwa mashirikiano ya wanachama hawa unaowaona mbele wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulifanikiwa kufanya ukarabati mkubwa wa soko lililopo Miti Ulaya Pwani kule, soko la wavuvi, soko ambalo lilikuwa liko katika hali mbaya, na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais alipokuwa anaomba ridhaa kwa wananchi, tulikwenda naye katika soko lile, akaliona na akawaahidi kwamba soko hili litafanyiwa ukarabati mkubwa. Kwa hiyo mwanzo tulipopata nafasi hizi, Chama cha Mapinduzi kiliposhinda na kuendelea kuishika madaraka, tulilifanyia ukarabati mkubwa. Tuliezua tukaezeka, lakini tulipaka rangi, tulivunja chini, tukaweka floor mpya, tukatengeneza ngazi na mazingira mazuri kwa wavuvi wale ili waweze kuvua na kuuza kwa usalama. CCM oye! Lakini jengine, tumefanikiwa kujenga madarasa 3 katika skuli ya msingi ya Bopwe, skuli ambayo ilikuwa ina mrundikano mkubwa wa wanafunzi. Kwa hiyo madarasa 3 yale yanasaidia katika kuhakikisha wanafunzi wanaendelea kusoma kwa urahisi zaidi. Hadi hapo katika awamu ya 9, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tukisha kumpa madaraka na kura nyingi, ataijenga ya ghorofa skuli ile. Lakini kwa hatua za awali tumeongeza madarasa, lakini tukafanya ukarabati mkubwa wa vyoo pamoja na makaro, kiasi ambacho ilikuwa karo na vyoo vilikuwa viko katika hali mbaya sana. Tulipoingia pale tukakuta walimu wakatusikitikia kwamba wanafunzi wamezuiwa kwenda chooni katika maeneo yale ya skuli, kwa sababu kinachofanyika chooni kinakuja madarasani moja kwa moja kupitia
mitaro iliyopo chini ya ardhi. Kwa hiyo tukatoa vyoo vile vote, tukatoa sinki zote, tukaingiza mpya, tukavunja, tukaweka, tukabaini kwamba karo lilikuwa lina tatizo, mfumo ulikuwa si mzuri, nayo hayo yote tukafanikiwa kuyakamilisha. Naomba tuwapigie makofi wananchi wa jimbo la Wete. Lakini jengine, tulifanikiwa kujenga darasa moja katika skuli ya maandalizi ya Jadida. Darasa moja tulilijenga kwa mashirikiano na TASAF, lakini darasa moja tulilijenga sisi kama sisi. Na sasa hivi wanafunzi wanaendelea kupata elimu katika hali nzuri. Jengine, Mheshimiwa, tulifanikiwa katika sekta ya maji safi kujenga visima viwili, ambapo tulikuwa tuna tatizo katika maeneo mbalimbali ya upatikanaji wa maji, hususan katika eneo la Utaani, nyuma ya skuli ya Utaani Mkwajuni, tukajenga kisima kimoja, na sasa hivi wananchi wanafaidika na maji safi na salama katika maeneo yale. Lakini pia katika maeneo ya Mtemani, majumba makubwa, tulifanikiwa kujenga kisima kimoja vile vile, kisima ambacho kilitusumbua kidogo, lakini hatimaye tuliweza, na sasa hivi wananchi wanafaidika na maji safi. Na Mheshimiwa, kisima hicho tulichimba Afrika mara 3. Tunachimba kinakataa, tunachimba katika maeneo mengine, tunachimba yanakataa, tunachimba katika maeneo, mpaka wananchi wakaniita wakanambia, Mheshimiwa, hapa pabro pale, Mheshimiwa, hapa itabidi tuchinje. Nikamwambia tuchinje, tumchinje mtu, tumchinje nani? Hata bidi tuchinje ng'ombe au mbuzi. Nikamwambia sawa, nakubaliana na nyie, lakini nataka nimjue kwanza, anyanyuke hapa mtu mzaliwa hasa wa kijiji hichi ni nani. Kwa bahati hayupo, wote ni wageni, katoka Gando, katoka Mtambwe, katoka Mchanga Mdogo, katoka wapi. Nikamwambia tukichinja, ikanijia tu akili, nikamwambia tukichinja tunawazindua waliolala ambao walizoea kuchinjiwa. Je, tuko tayari kuchinja kila mwaka watakapoamka hawa? Maana wao ni wengi kuliko nisie. Wakanambia hatuko tayari. Nikamwambia tukichinja sasa hivi, alafu mara nyingine tusipochinja watachinja wenyewe. Tuko tayari? Kwa bahati wakaambia hatuko tayari. Nikamwambia basi tuombeni dua, tuchimbe tena kisima kwa mara ya mwisho. Na Mwenyezi Mungu akatujalia tukakichimba tena kwa mara ya mwisho, kikafanikiwa, na mpaka sasa tunapata maji safi na salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulifanikiwa pia kwa mashirikiano na UVCCM kuleta mipira pamoja na jazi kwa ajili ya wanamichezo vijana wetu. Kwa hiyo wanamichezo walifaidika kwa kupata jazi mbalimbali pamoja na mipira mbalimbali, na wakaweza kuimarisha michezo katika jimbo hili la Wete pamoja na majimbo mengine, maana kulikuwa kuna ligi ambazo zinachezwa, kwanza walikuwa wanatoka mpaka nje ya jimbo. Hilo tulifanikiwa vizuri sana. Lakini tunafanikiwa sisi hapa tuna tabia moja ya kusaidiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo shughuli zetu za kijamii, mara nyingi mimi mwakilishi nikifanya shughuli zangu za kijamii zinazonihusu mimi na familia yangu, Mheshimiwa, basi nawashirikisha wenzangu na wao wanashirikiana na mimi. Cha kunipa wananipa, cha kunisaidia wananisaidia. Sasa hali hiyo iko pia kwa wanachama wetu sisi sote. Kila linapotokea la mwanachama mmoja tunalivaa wanachama sote, tunashirikiana naye katika hali na mali kuhakikisha hafeli anafanikiwa katika jambo lile. Kwa hiyo hili nalo pia tumefanikiwa kulifanya kwa asilimia kubwa, na mpaka sasa tunaliendeleza. Lakini Mheshimiwa, pia tumefanikiwa kukarabati baadhi ya makaro yaliyopo katika maeneo ya majumba makubwa. Yale majumba ni majumba ya zamani tangu 64, watu wengine hata hapa walikuwa hawajazaliwa. Sasa baadhi ya miundombinu imeshafeli. Kwa hiyo hutokea matatizo ya mafuriko. Nikisema mafuriko mtafahamu, sio ya bahari, na hukabiliana nayo kwa mashirikiano na baraza la mji, mashirikiano na ofisi ya mkuu wa mkoa. Huwa anakuja na tunapanga hapa tufanye nini, hapa tufanye nini, na tunayakabili kwa pamoja. Mengine yanakuwa, mengine yanatuzidi, lakini finally wananchi wanapata kufanya shughuli zao na kupita katika maeneo, baadhi ya maeneo bila ya shida yoyote, na mengine ambayo yanakuwa ni shida zaidi huwa tuna ripoti baraza la mji na wao wanayachukulia hatua. Mheshimiwa,
kwa upande wa chama chetu tumefanikiwa sana, mimi na wanachama wenzangu hawa, kufanya ukarabati mkubwa wa jengo hili. Mheshimiwa, hili jengo lilikuwa liko katika hali mbaya, lakini tukakaa na wenzangu wanachama tukalifanyia ukarabati mkubwa, na mpaka sasa hivi tunafanya shughuli zetu humo bila matatizo yote. Lakini kwa mashirikiano na Mheshimiwa mbunge ambaye sasa ni balozi Mbaru, tumefanya ujenzi wa jengo ambalo lilikuwa liachwa tangu na wazee wetu Afro Shirazi, wakalitumia kwenye shughuli zetu za Chama cha Mapinduzi, baadaye likakwama. Tumelijenga kwa maneno miaka tele, tunachangishana tunalijenga, lakini halijengeki. Mwenyezi Mungu kajalia mara hii tukakaa na mwenzetu Balozi Mbaru, tukazungumza naye akatunga mkono kwa kiasi kikubwa, na hakutunga mkono, amefanya jambo lake. 70% Mheshimiwa Mbaru alichangia ujenzi wa jengo lile la tawi la Selemu. Mheshimiwa, ukipata nafasi mara nyingine ukija, basi twakualika rasmi uende katika tawi la Selemu ukakague. Wewe hapa Wete si mgeni, unalijua lilivyokuwa. Ilikuwa ni ground, sasa hivi ni nyumba nzuri ambayo tunaweza tukamkaribisha hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho, nafikiri tuko kwenye 95% tena, maana bado mambo madogo kuweka maji na miundombinu tayari, bado kuyaingiza tu maji ndani na mambo mengine mawili matatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maelezo hayo, tumefanikiwa pia kununua furniture za ofisi, ikiwemo ofisi hii hapa na nyingine. Lakini pamoja na baada ya maelezo hayo, naomba sasa ni mengi Mheshimiwa, lakini mengine huwa nasahau. Pia tulifanikiwa kununua laptop kwa ajili ya ofisi ya jimbo ambayo sasa hivi ipo na inatumika. Mheshimiwa mwenezi, baada ya maelezo haya sasa nataka niseme maneno mawili matatu kwa ruhusa yako. CCM oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Hussein Ali Mwinyi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakabiliwa na uchaguzi. Ndugu zangu, uchaguzi unaotukabili ni uchaguzi wa aina yake. Nyote ni mashahidi, na kila siku nasema kwamba nyote ni mashahidi kwamba maandalizi ya uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti na maandalizi ya uchaguzi wa miaka yote tuliyoiona. Mara hii maandalizi ni makubwa sana na tunategemea ushindi uwe mkubwa zaidi. Hivyo nawaomba sana tuendelee kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kura za Chama cha Mapinduzi zinapatikana kwa wingi. Hakuna sababu hata moja ya kukosa kura za Chama cha Mapinduzi kutokana na maendeleo yaliyomo katika majimbo yetu. Na naamini kwamba hakuna jimbo hata moja ambalo halikuguswa na maendeleo. Katika jimbo hili la Wete, Mheshimiwa, kuna soko moja kubwa liko Kifumbi Kai. Unakujua maana ndio kwenu. Liko Kifumbi Kai karibu na Chasasa. Mheshimiwa, lile soko linatusaidia sana wajasiriamali. Ile ni juhudi ya Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kuona kwamba wajasiriamali katika mji wa Wete, katika jimbo la Wete na majimbo mengine ya jirani hawapati shida katika kufanya biashara zao. Lakini tuna hospitali ya Jadida. Ilikuwa hospitali ndogo, sasa hivi Mheshimiwa inakwenda juu. Na karibuni itamaliza na kuanza kufanya shughuli zake. Lakini kuna bandari hii hapa Mheshimiwa. Mwenyezi Mungu akipenda wakati wowote itaanza kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Salama anajua mikakati ya bandari hii. Kila siku tukikutana ananiambia, karibu na itakuwa karibu. Msiseme kila siku ilikuwa kila siku. Mambo mengi ambayo yalikuwa ni sugu yameshindikana katika awamu zilizopita. Awamu hii Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameweza kuyakwamua na sasa tunafaidika na mambo hayo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna hospitali ya Wete, hiyo ipo katika ratiba, wakati wote inaweza ikaanza. Jimbo la Wete ikitafika wakati litang'ara na litameremeta. Mheshimiwa mgeni rasmi, umepita nafikiri katika barabara ya njia ya Mzambarauni, umefika Tungamaa ukaja Wete, umeona hali halisi ya barabara ilivyo.
Wakati wote tunategemea barabara hii itamaliza na wananchi watazidi kufaidika na matunda ya mapinduzi. Mapinduzi! Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo ni mengi kwa kweli, hayawezekani kuyataja yote kwa wakati mmoja, hususan kwa muda huu, lakini kwa kweli tumepiga hatua kubwa, na rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika uongozi wake huu amepiga hatua kubwa, na tunamshukuru na kumpongeza sana kwa uongozi wake makini wenye busara. Kwa kweli mheshimiwa, naomba tumpigie makofi, hasa tusipige kwa ncha. Sawa sawa. Kafanya mambo mengi mheshimiwa, kwa kweli hakuna cha kuficha wala nini. Mheshimiwa kafanya mambo mengi, katutoa mbali, katuonesha njia, na tunampongeza na kumshukuru sana, na tunamwahidi kwamba tutampa kura zote zinazostahili. Kwa kweli anastahili kwenye 90% na sio 40%. CCM oye!